Ibwana mtazamaji wa Nakivona Sports, Nakivona TV, karibu sana katika tetesi ama vitu vinavyohusiana na story zote kubwa za kimichezo ambazo zimekuwa zikishika hatamu katika nchi yetu. Taarifa kubwa inakumbukwa wazi kwamba hapo siku jana tarehe 8 mwezi huu wa 3 2025 ilikuwa ndo siku iliyopangwa na bodi ya ligi kwa mchezo mkubwa wa Kariakoo Derby kupigwa baina ya Yanga dhidi ya klabu ya Simba. Mchezo ambao ulikuwa umepangwa kupigwa tarehe 8, lakini pia kupigwa majira ya saa 1:15 jioni baada ya kupata iftari. Lakini mchezo ule kila mtu anafahamu kwamba haukuweza kufanikiwa kufanyika kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wa bodi ya ligi, lakini pia sababu ambazo zinahitaji muda kuzifanyia kazi. Sababu rahisi na kubwa ni klabu ya Simba siku moja nyuma walitoa taarifa kwa umma baada ya kuzuiwa na wale waita makomando wa klabu ya Yanga kushindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na wao kutoa taarifa usiku wa manane kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Kama mzamzaa ndipo tunashuhudia kidonda kikitumbuka usaa kwa klabu ya Simba kweli kutokuleta timu tarehe 8, na mchana wa tarehe 8 tulishuhudia bodi ya ligi ikitoa taarifa kwa umma kwamba mchezo huo umeahirishwa mpaka utakapopangiwa ratiba wakati mwingine. Story ikawa ndefu, lakini upande wa pili uongozi ama ukurasa wa afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, yeye aliposti kwamba tukutane uwanja Benjamin Mkapa na mechi ipo kama kawaida. Hiyo ni ilidhihirisha namna ambavyo Yanga wao msimamo wao ulikuwa ni ule wa kupeleka timu uwanjani, lakini tayari bodi ya ligi wao walishatoa taarifa ya kutokuwepo kwa mchezo huo. Na baadaye tulishuhudia basi la wachezaji wa klabu ya Yanga likiwasili katika viunga vya uwanja Benjamin Mkapa, na waliingia moja kwa moja vyumbani na kubadili nguo, kuvaa jezi maalum za kwenda kufanya mazoezi, na wakaikanyaga ardhi ama pitch ya uwanja Benjamin Mkapa na kufanya mazoezi, lakini ikiwa uwanja ni mtupu, wakiwa kwa wao peke yao bila klabu ya Simba wala bila kuwepo kwa mashabiki ambao tayari vyombo vya ulinzi na usalama walikwisha kuwaondosha kutoka ndani ili watoke nje kwa sababu taarifa mchezo haukuwepo. Nini kinafuata? Kupitia ukurasa wa Instagram wa Ali Shabani Kamwe, Ali Kamwe, mtuhumiwa huyu kwenye kamati ya maadili, aliweza kubandika andiko lilosema na mnukuu, andiko lake lilisema kwamba alhamdulillah dabi imekwisha na Yanga tunaongoza ligi kuu kwa tofauti ya pointi 7. Unaweza ukajiuliza, anashukuru alhamdulillah dabi imekwisha na klabu ya Yanga wanaongoza ligi kwa tofauti ya pointi 7, ikiwa inamaanisha kwamba hapo jana tarehe 8 wao walitimiza taratibu zote za kikanuni za mchezo, hivyo wana haki ya kupata alama 3. Na hivyo kwa sababu gap ama uwiano wa tofauti ya pointi ulikuwa pointi 4, hivyo wao wakajiongezea pointi 3 na kutimiza pointi 7. Hayo ndio ya upande wa Ali Kamwe, lakini kwa baadhi ya wadau wakaonekana kwamba ni kama Ali Kamwe anajichochea moto kwenye kamati ya maadili. Yeye ni nani mpaka adhalishe mawazo hayo ya kuiona Yanga ina alama 7 wakati mchezo, kwa taarifa ilitolewa na bodi ya ligi ni kwamba mchezo umeahirishwa? Kipi kinampa kiburi, nguvu, jeuri ya kuweza kutangazia umma kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba wanaongoza kwa alama ya pointi 7? Lakini hapo nyuma baadaye aliposti kwamba mchezo wa mashabiki klabu ya Yanga waisubiri timu yao katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na taarifa ilikuwa inasomeka kikosi cha Young Africans kitawasili uwanja wa Mkapa saa 11 jioni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa leo wa Kariakoo Derby. Hakuna kipengele, lakini taarifa ilionekana ni kama majibizano hivi kupitia ukurasa wa Ahmed Ali, msemaji wa klabu ya Simba, na yeye mkuu wa idara ya habari na masuala ya klabu ya Simba Ahmed Ali, kama vile alikuwa anajibu akionyesha ubaya ubwela hatucheki na yoyote, huku kwa ameweka picha kama anagandamizia picha ya Elie Mpanzu Mukwala na picha ya Elie Mpanzu, picha ya Elie Mpanzu na ikanogesha taarifa yake. Kwa hiyo kwa sasa inaonekana kama Ali Kamwe kupitia klabu ya Yanga, lakini Ahmed Ali kupitia klabu ya Simba ni kama wanafumba na kufumbuana, lakini Waswahili wana msemo unasema fumbo mfumbie mjinga mrevu atalifumbua. Mwisho wa taarifa hii, na mimi ni Isike Fred El Capitano.